sawa kabisa. Okay, vyema kabisa. Kesho kuna mchezo ambao mtaucheza. Vipi maandalizi yenu yapoje mpaka hivi sasa? Actually mpaka kwa sasa maandalizi ya zaidi ya 95% yamekwisha kamilika, ikiwemo mazoezi ya mwisho leo asubuhi ambayo tumetoka kuyahitimisha hivi karibuni. Hiyo ikiwa na maana kwamba kikosi kiko tayari sasa kwa kuvuja jasho na damu. Okay, na pengine hali ya kikosi ipoje? Wachezaji wako vizuri na ari kwa ujumla upambanaji? Tutamkosa center striker wetu Tumabad Maulid pamoja na Grayson Gwalala ambao ni regularly wanakuwa katika sehemu ya kikosi cha kwanza. So far wengine wote wako sawa. Ari iko juu kwa sababu aina ya mchezo ni either ni do or die, kwa sababu kama tukipoteza tunaingia kwenye hatari ya playoff, na kama tukishinda maana yake tunajisogeza kwenye position nzuri. Tukishinda na mchezo wa mwisho maana yake tunaweza tukaa angalau nafasi ya 5 mwisho wa msimu. Kwa hiyo ni mchezo wa do or die. Fountain Gate na wao wapo kwenye hatua ambazo sio nzuri, ambazo pengine inaweza ikapelekea wao kuwa na ushindani mkubwa. Hilo pia mmelibebaje? Added advantage ni kwamba tunacheza nyumbani. Haijalishi na nani, tunacheza nyumbani. Kama mnakumbuka mechi yetu ya mwisho dhidi ya Singida Black Star hapa nyumbani ilikuwaje. Kwa hiyo sisi tunachofurahia tu ni kwamba tunacheza nyumbani bila kujali tunacheza na nani na iko katika mazingira gani. Yeah. Okay. Na basi maswali mazuri kabisa ya Jessica Magama. Umebainisha kwamba wachezaji wenu baadhi hawato kuwepo akiwemo Maabad. Nini shida? Yeah. Tatizo nini? Maabad Maulid aliumia kwenye mchezo dhidi ya Singida. Kwa hiyo bado hajapona majeraha yake, tutamkosa kwa msimu huu. Na Grayson Gwalala naye ni kadhalika pia aliumia kwenye mzunguko wa kwanza, alivunjika goti na ameshaanza mazoezi mepesi. Kwa hiyo wote tume exclude kwenye michezo yetu ya msimu huu mpaka pale ambapo tutakapomaliza. Basi mechi hizi mbili zilizosalia kwa Coast Union, ukianza na mechi ya kesho, mmezichukulia kwa uzito gani hizi mechi? Kwa sababu huenda Coast Union mkaelekea kucheza playoff. Uzuri ni kwamba tumefanya rejoining ya mkoa kuhami klabu yetu. Nikisema hivyo maana yake tumeacha watu ndani ya uwanja wapambane ndani ya uwanja, lakini nje ya uwanja maana yake tumesema tunahitaji alama 6 tuweze kumaliza kwenye nafasi ya 5. Hilo ndilo ambalo limepangwa nje ya pitch. Kwa hiyo mipango ya kila mwanatanga, kila mdau wa michezo Tanga, either awe iko kwenye nafasi ya aina yoyote ile, ni kutoa mchango wake kuhakikisha alama 6 zinapatikana. Na kwa nini huu umoja huu hauwepo tokea msika nguvu ya pamoja? Uongozi ukiingia uongozi mpya, watu wengi wanapenda kuacha nafasi kwanza na kutoa fursa uongozi uweze kufanya kazi yake. Alafu baadaye pengine kama hivi ndio tunaona kwamba sio jambo la mtu mmoja au jambo la afisa fulani. Kwa hiyo sasa mnakuwa mnatengeneza kampeni ya pamoja ya kila mdau wa soka hapa Tanga. Sawa, basi ni kushukuru sana na niwatakie kila laheri katika mchezo wenu wa kesho. Asante sana, asante. Naam, ni Abbas El Sabri huyo, tumemsikia kwa uzuri tukizungumza naye asubuhi ya leo kunako viunga vya Crown Sports ya Crown FM.